Weka mkono wako kulia kwenye kifua chako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninakuomba ukaniguse, ukanibariki kupitia neno lako, ukabadilishe maisha yangu, ukayaguse maisha yangu, ukanifanye upya, ukanitengeneze katika jina la Yesu. Leo tutakwenda kujifunza kwamba ni kitu gani cha kufanya, ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya kama moto wako wa maombi umezimika ndani. Amina, watumishi wa Mungu. Maana kuna muda wewe ni shahidi hapo. Kuna muda wewe ni shahidi. Kuna muda huo unakuwa unaomba sana, kuna muda unakuwa unafunga sana, unasoma Biblia sana, lakini kuna muda ukitaka kufanya vyote inashindikana kabisa. Ushajiuliza ni kwa nini? Yaani kuna muda kweli unakuwa ni uko moto kweli kweli. Yaani wewe na Mungu na wewe. Unaona vitu vyote vya dunia kama vifai. Unaona mambo yote ya dunia kama yafai. Unakuwa una moto ndani ya wako wa maombi, unakuwa unaomba sana, kufunga unakuwa unafunga sana, lakini ghafla kuna kipindi ukitaka kufanya hivyo vyote inashindikana kabisa. Kabla tujaanza jambo gani la kufanya, ngoja nikupe sababu mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu mbili za kwamba kwa nini unashindwa kuomba kama ulivyokuwa unaomba zamani. Nakupa sababu mbili, alafu nitakwambia ni kitu gani cha kufanya. Sababu ya kwanza ambayo mtu huwa inamfanya asiwe anaomba kama alivyokuwa anaomba zamani, sababu ya kwanza ni kutoka katika kipindi fulani cha maisha kwenda kwenye kipindi kingine cha maisha. Yaani kwa mfano, kama zamani wewe Mungu alikuwa anakupitisha kwenye majaribu fulani, ukaomba kwenye yale majaribu kwa muda mrefu na ukajikuta umetoka kwenye yale majaribu. Baada ya kutoka kwenye yale majaribu au baada ya kutoka kwenye ile shida ama ile changamoto, kwa mfano labda ulikuwa unaomba kazi ama ulikuwa unaomba ndoa ama ulikuwa unaomba Mungu aweze kukuponya, baada ya kutoka kwenye ile changamoto, ndani yako unakuwa hamna kitu kingine chochote ambacho kinakusukuma wewe kuomba tena. Kwa hiyo unakujikuta ule moto wa kuomba hauna. Kwa nini moto wa kuomba hauna? Ni kwa sababu hauna sababu ya kuomba. Ni kitu gani kinachokufanya wewe uweze kuomba? Na maana unaweza kuona hata kwenye Biblia, wana wa Israeli Mungu alipokuwa amewatoa Misri, baada ya kuwatoa kwenye utumwa, walipofika tu jangwani wakasahau. Mungu akawakumbusha, akaruhusu mapigo yakawapiga, lakini baada ya hapo walivyotoka hapo, walipofika Kanaani wakajisahau tena. Wakaacha kumwabudu Mungu, wakaanza kuabudu miungu mingine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa ameshawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Utumwa wa Farao haupo tena, kufanya kazi wanafanya kazi wanavyotaka, wakilima vitu hawapeleki kwa Farao, vinakuwa ni vya kwao. Hamna utumwa, hamna viboko, hamna kufyatua matofali, hamna kujenga barabara zisizokuwa za kwao. Wakijenga barabara ni za kwao, wakitafuta chakula ni cha kwao. Waombe nini tena? Kumbe sababu ya kwanza kubwa ambayo inakufanya wewe moto wako wa maombi siku leo umezima ama umepungua ni kwa sababu huenda Mungu amekujibu either ni sehemu ya maombi ambayo ulikuwa unaomba au amekujibu yote. Ama Mungu ameshajibu sehemu kubwa ya maombi ambayo ulikuwa unaomba. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili inamfanya mtu moto wa maombi uondoke ndani kwake. Kuna sababu tu kubwa mbili. Sababu ya pili ni kuomba kwa muda mrefu bila kupata majibu ya kile unachokiomba. Yaani kama umemwomba Mungu labda akupe ndoa kwa muda mrefu, umeomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, umeona Mungu hajakujibu, moto ule unazimika ndani yako. Huo ni sababu ya kuendelea kuomba, umekata tamaa. Mungu asipokujibu unaacha kuomba. Kwa sababu kibinadamu unaweza ukaomba kitu, si hata ukiona muomba baba. Ukiona kila siku baba unamkumbusha kitu kimoja, afu baba akufanyii, si unaacha kuomba? Utaendelea kumwomba baba kitu ambacho hataki kufanya. Umeona kwa nini umeacha kuomba Unaona kama kwa nini endelee kuomba? Nimeomba vitu vingi sana kutoka kwa Mungu, lakini hajafanya hata kimoja. Nimeomba sana mambo mengi kwa Mungu, lakini bado hajafanya. Mungu, hili tatizo aliachi. Hii natafuta kazi kila siku Mungu, lakini kazi nimeshindwa kupata. Umeomba mwaka wa kwanza, pili, umefika mwaka wa 10 umeacha kuomba kabisa. Sababu ya tatu, watu tumesahau msingi mkubwa wa maombi ni nini? Msingi mkubwa wa maombi ni nini? Msingi mkubwa wa maombi haitakiwi wewe ni kuomba vitu kwa Mungu, hapana. Msingi mkubwa wa maombi ni mawasiliano baina yako wewe na nani? Jiulize, umeshaingia lini kwenye maombi ukaingia tu ukasema Bwana Yesu asante kwa maisha yangu. Bwana Yesu asante kwa ajili ya hivi nilivyo. Unawasiliana na Mungu. Umeingia kwenye maombi kwa ajili ya kudumisha mahusiano yako wewe na Mungu, kwa sababu hakuna mahusiano pasipokuwa na mawasiliano. Unapotaka kudumisha mahusiano yako wewe na Mungu, lazima uwe na wasiliana naye mara kwa mara. Hivi unaweza kusema kwamba una mahusiano na mtu kama hamwasiliani mara kwa mara? Bila mawasiliano, si mahusiano yanakatika. Ina maana kusudi kubwa la maombi ni ibada. Mwambie mwenzako, kusudi kubwa la maombi ni ibada. Kusudi kubwa la maombi ni ibada. Mwambie tena, kusudi kubwa la maombi ni ibada. Lakini watu wengi tunaingia kwenye maombi tukiwa tunategemea kuomba vitu. Ukiwa kiasi unaingia kwenye maombi unaomba vitu, utachoka tu. Lakini kama unaingia unasema leo naenda kuwasiliana na Mungu,
itakuwa ni rahisi sana wewe kuendelea kuomba. Itakuwa ni rahisi sana wewe kuendelea kutunza moto wa nini? Wa maombi. Na ndio maana sio kila muda unaoingia kwenye maombi lazima ile unaomba. Yaani sio lazima usikike yani ile. Sio, unanielewa? Sio kila muda lazima useme Baba katika jina la Yesu naomba. Mtu anajua kama niko kwenye maombi. No. Kuna muda mwingine unaweza tu umekaa kwenye kiti. Ukao umekaa zako kwenye kiti umeinama zako hivi. Unaongea tu kimya. Unaongea na moyo wako. Unaongea tu kimya. Yaani maombi yanatakiwa yawe ni nini? Mazungumzo baina yako wewe na Mungu. Na moja kati ya njia ya kumsikia Mungu unapokuwa kwenye maombi unafanya hivi. Moja kati ya njia ambayo unaweza kumsikia Mungu ukiwa kwenye maombi. Unapoingia kwenye maombi, ingia na kalamu yako na daftari lako. Unapokuwa unaomba kimya au unaomba kidogo kidogo, unaposikia wazo linakuja ndani yako, kinakuja kitu ndani yako, kiandike. Ni Mungu anasema na wewe. Unanielewa? Mungu anamfundisha kanuni hii nani? Habakuki. Anamwambia andika hichi ninachokwambia. Habakuki alisema nitasimama, sio kama alisimama juu ya mlima, alisema nitasimama. Habakuki alikuwa ameingia kwenye maombi, sio kuomba, alikuwa ameingia kulalamika. Unaona watu walivyokuwa wanajua. Sio anamwambia Mungu, mimi mbona unijibu kila siku? Mungu, mimi nalalamika, nitasimama ndajiweka juu ya mlima kwa habari ya kulalamika kwangu. Maana Mungu unijibu, unisikii. Mungu akamwambia chukua peni, chukua daftari, anza kuandika ninayokuambia. Sasa sio kama alikuwa anamsikia Mungu, chukua peni. Siku sauti ya ndani, msukumo unakuja ndani. Unaomba lakini anakuja ndani kama mawazo. Ni Mungu anasema na wewe. Unaomba ndani yako, unamwambia Mungu naomba unipe biashara, Mungu naomba unisaidie mtaji. Ndani yako yanakuja mawazo muda huo unaoomba, nenda kwa dada fulani atakusaidia. Hebu nenda kamtaarifu yule mjomba wako kule kijijini, anaweza kukusaidia. Andika. Ni Mungu anasema na wewe. Chapia Bwana Yesu makofi. Au mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa sijui msingi mkubwa wa maombi ni nini. Sasa nifanyaje sasa hivi natamani niweze kurudi kuomba. Nimeshajua hivi vitu vitatu. Nifanyaje sasa ili kurejesha ule moto wa kuomba? Maana najaribu kuomba lakini nafanya nini? Nashindwa. Okay, jambo la kwanza utakalofanya. Kitu cha kwanza cha kufanya. Leo nimekwambia tutajifunza mambo 10 ya kufanya ili kurudisha moto wa maombi ndani yako. Jambo la kwanza, muombe Roho Mtakatifu akujaze upya. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 18. Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, tena msilewe kwa mvinyo ambayo ndani yake ambamo ndani yake mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Ina maana unapomwomba Roho Mtakatifu akujaze, Roho Mtakatifu ana tabia ya kuondoa udhaifu ambao uko ndani yako. Ana tabia ya kuondoa vile vizuizi ambavyo vinakufanya wewe usiweze kuomba. Kitabu cha Warumi sura 8 na mstari wa 26. Roho Mtakatifu unapomwomba kwamba Roho Mtakatifu, ninaomba unijaze upya. Ninaomba uingize moto upya ndani yangu. Roho Mtakatifu, naomba ukae ndani yangu upya. Roho Mtakatifu anaondoa udhaifu. Kadhalika Roho naye tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Anasema kwamba kadhalika Roho naye tusaidia udhaifu wetu. Ina maana unapomwomba Roho Mtakatifu akujaze, maana yake unamwambia Roho Mtakatifu, ondoa udhaifu ndani yangu unaonifanya nisiweze kuomba. Ondoa kitu ndani yangu, ondoa mzigo ndani yangu ambao unakufanya nisiweze kuomba. Unajua watu wanafikiri muda mwingine kwamba unapokuwa na dhambi Mungu hawezi kuongea nawe. Mungu anaweza kuongea nawe hata ukiwa na dhambi. Sauti ya Mungu sometimes haizuii na kuwa na nini? Na dhambi. Ila uso wa Mungu hauwezi kwenda nawe ukiwa na dhambi. Unapokuwa umekosea, ile sauti inayokuambia kwamba jirekebishe, ni Mungu anaongea na wewe. Kwa hiyo uweze kusema kwamba Mungu ukiwa na dhambi hawezi kuongea nawe. Mungu anaongea na watu wenye dhambi, anaachia hukumu ndani yako. Kwa Bwana, acha njia mbaya, fanya njia nzuri. Kwa unapoomba Roho Mtakatifu akusaidie, unapoomba Roho Mtakatifu akujaze, kitakachotokea ni kwamba kama kwenye maisha yako kuna udhaifu fulani ambao unakufanya wewe usiweze kuomba kwa muda mrefu, ule udhaifu Roho Mtakatifu atakuongoza ni kitu gani. Kama kuna dhambi ambayo hujaitubia, unapomwomba Roho Mtakatifu akujaze, Roho Mtakatifu atakwambia kama kuna dhambi ambayo uliifanya, dhambi hiyo inayokufanya wewe usiweze kuomba kwa muda mrefu. Ina maana Roho wa Mungu ataanza kukuongoza ni kitu gani cha kufanya, ni jambo gani ambalo wewe ndani yako limeondoa moto wa maombi. Ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe Roho Mtakatifu asiweze kukupa nguvu ya maombi. Roho Mtakatifu akikujaza atakuonyesha ni sehemu gani ambapo pana nini? Pana udhaifu. Jambo la kwanza. Jambo la pili. Omba maombi mafupi kila siku. Anza kwa maombi mafupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisubiri kwanza kuomba saa moja ama masaa mawili. Anza kidogo. Si niwaambie hapa siku ile. Anza kidogo. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza 5:17, neno la Mungu linasema, ombeni bila kukoma. Anasema ombeni
bila kukoma. Anza kwa maombi. Kama zamani ulikuwa unaweza kuomba masaa 2-3 bila kuchoka, sasa hivi moto wa maombi umezima. Ukianza saa moja utashindwa. Anza kidogo, anza kidogo. Utakapokuwa unaanza kidogo kidogo, utajikuta unaweza kuomba kwa muda mrefu, na Roho Mtakatifu anakujaza, unakuwa unaanza kuomba kwa nguvu na unakuwa unaomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa sababu kuomba kila siku kunaonyesha kwamba ni namna gani haujamkatia Mungu tamaa. Unaweza tukafika asubuhi kuomba zako dakika 2, dakika 3 ukaacha. Ujioni kafika kuomba zako dakika 2, dakika 3 ukaacha. Usiku kuomba zako hata dakika 10, dakika 15, taratibu taratibu, usirash. Nguvu ya maombi simeisha. Si uweze kukimbia kama ulivyokuwa unakimbia zamani. Si atakiwa uanze kukimbia kidogo kidogo kwanza. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Haupasi kukata. Mungu amekujibu hajakujibu, upasi kukata. Mwambie mwenzako usikate tamaa. Mwambie mbona unakata tamaa? Hautaki kukata tamaa hata kama unamwomba Mungu hakupi. Hata kama umemwomba Mungu mahitaji yako hajakupa, usikate tamaa. Unapokata tamaa, unamkatia tamaa nani? Mimi siku hii nikwambia kwamba unamkatia tamaa nani, mtumishi wa Mungu? Ukikata tamaa unapata nini? Unasaidika nini? Utakiwa kukata tamaa. No matter unamwomba Mungu kwa namna gani na Mungu hajakujibu, utakiwa kukata. Unatakiwa uendelee kumwomba Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, jambo la tatu litakalo kufanya wewe uweze kurudisha moto wa maombi kwenye maisha yako. Rudi kwenye tabia zako za zamani. Kama ulikuwa unasoma neno, rudi kwenye tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Huenda kilichokuwa kinakupatia nguvu zamani za wewe kuomba, huenda ilikuwa ni neno la Mungu, lakini sasa hivi inapita siku hujagusa Biblia kabisa. Hauwezi kuomba kama ulivyokuwa unaomba mara ya kwanza. Kwa rudisha zile tabia zako za mara ya kwanza, zile za mara kwa mara. Inawezekana mara ya kwanza ulikuwa uko busy na kazi kama sasa hivi ulivyo, lakini zamani ulikuwa unapitia hata vifungu viwili vitatu unatulia. Vile vifungu viwili vitatu ulivyokuwa unapitia zamani ndio vitu pekee ambavyo vilikuwa vinakufanya wewe uweze kuomba. Kwa hiyo rudi kwenye tabia zako za zamani, zile ambazo kipindi kile, angalia maisha yako kipindi ulichokuwa unaomba sana. Ulikuwa na tabia gani? Ulikuwa na vitu vipi? Tabia hizo huenda siku leo umeziacha, na ndio maana unashindwa kuomba. Kitabu cha Yeremia 23:29. Neno la Mungu linasema, Je, neno langu si kama moto, asemavyo Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Unaona, anasema je, neno langu si kama moto, asema Bwana, au kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Huwa nawaambia, unaposoma neno la Mungu lina tabia ya kuignite moto ndani yako. Neno la Mungu ni kama starter. Ukisoma neno la Mungu, huwezi ukasoma neno la Mungu bila kuomba. Asikudanganye mtu. Unaposoma neno la Mungu unaanza kusikia na hali. Unaweza kusoma neno la Mungu ukafika sehemu ile unaposoma neno la Mungu ukaona kuna kitu kikakugusa ndani yako, ukafeel uko excited, unajikuta tayari umeshaingia kwenye maombi. Kuna kitu unasoma kwenye neno la Mungu, unasoma neno la Mungu na neno unaona linakugusa sana, afu ndani yako unashangaa kama limewasha moto ndani yako wa maombi, unaanza kuomba. Jitahidi kurudi kwenye tabia zako za mara ya kwanza. Kama ulikuwa unasoma sana neno la Mungu na sasa hivi umeacha, jitahidi kusoma sana neno la Mungu na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la 4, usisahau toba. Huwa naambia, tubu dhambi zako zote kwa moyo wako wote. Toba. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Ungama dhambi zako mbele za Mungu. Kuungama, kuna tofauti kati ya kuomba toba na kuungama. Narudia tena. Kuna tofauti kati ya kuomba na kufanya nini? Kuungama. Kwa Kiingereza ameeleza vizuri, kuna tofauti kati ya kupray na kuconfess. Kuomba ni kuomba. Watu wengi wanaenda mbele za Mungu wanaomba toba peke yake. Dhambi tunaziungama mbele ya nani? Una confess, unaenda mbele za Mungu unamwambia umefanya kitu gani, na kwamba Mungu ninaomba unisaidie, nimefanya kitu 1 2 3. Hapo ndo unaungama. Sio unaenda kumwambia mwanadamu, hiyo ni issue nyingine. Unaenda mbele za nani? Mbele za Mungu. Mungu ndo anakujua zaidi. Unaenda kumwambia kwamba Mungu, nimefanya kitu hiki na hiki na hiki na hiki, Mungu ninaomba unisamehe. Ungama dhambi zako mbele za Mungu. Unapoungama, inawezekana uwepo wa Mungu kwa haupo kwenye maisha yako, umeshaondoka tayari. Unapoungama, uwepo wa Mungu unakuja. Na uwepo wa Mungu unapokuja kwako, unakuja na baraka. Uwepo wa Mungu unapokuja kwako, unakuja na mafanikio. Amen. Uwepo wa Mungu unapokuja kwako, unakuja na neema.
Uwepo wa Mungu unapokuja kwako unakuja na wepesi. Vile vitu ambavyo wenzako wanatumia nguvu sana kuvipata, wewe hautatumia nguvu kubwa kuvipata. Na watu watakuwa wanashangaa, hivi unaishije? Maisha yako yamejaa maajabu, maisha yako yamejaa miujiza. Unafanya kazi za kawaida lakini unapata vikubwa. Kila unachogusa unaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Kwa sababu uwepo wa Mungu unaleta wepesi. Uwepo wa Mungu unaleta kitu kinaitwa neema. Kinaita kitu kinaita grace. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema, vile vitu vingine ambavyo wenzako walitumia nguvu kubwa kuvipata, walitumia nguvu kubwa kuvifanya, wewe unakuwa unavifanya kwa urahisi. Jambo la 4. Tuko jambo la ngapi? Jambo la 5. Kitabu, hebu wewe utaandika kwa muda wako. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2. Utaandika kwa muda wako. Okay? Jambo lingine la 5. Jambo la 5. Epuka mambo yanayozidisha moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Epuka mambo yanayozidisha moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 5 na mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, msimzimishe roho. Msimzimishe roho. Roho huwa anazimika kwa baadhi ya mambo yetu, matabia fulani. Roho Mtakatifu kuna muda labda anaweza kana kusukuma kufanya kitu fulani, anaweza kana kusukuma kutoa, anaweza kana kusukuma kuja kanisani, anaweza kana kusukuma kuimba. Unapokuwa unakataa vile vitu ambavyo Roho Mtakatifu anakusukuma kufanya, unamzimisha nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anazimishwa na kutokutii. Unapokuwa hautii kitu ambacho Mungu anakwambia, unamzimisha Roho Mtakatifu. Kitabu cha Efeso sura 4 na mstari wa 30. Neno la Mungu linaniambia kwamba wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Msimuhuzunishe nani? Roho Mtakatifu. Unajua, unapokuwa unaokoka, Mungu anakutia muhuri katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anakutia muhuri. Wachawi wakikuona hivi, nguvu za giza zikikuona hivi, wanajua kabisa kwamba huyu amekombolewa, huyu ameokolewa. Na ndio maana Paulo anasema kwamba msinisumbue tena, maana nimezibeba chapa zake Kristo. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyeokoka anakuwa na chapa, anakuwa na muhuri katika ulimwengu wa kiroho. Anakuambia kitu gani ufanye, wewe unafanya au unakataa. Anakuambia ni kitu gani utende, aidha unafanya au unakataa. Hebu kama unabarikiwa, nyosha mikono yako miwili juu, apiga makofi mengi ya juu. Jambo la 6. Tenga muda maalum wa kukutana na Mungu. Huwa nawaambia sana, tenga muda maalum wa kukutana nani? Na Mungu. Kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35. Neno la Mungu linasema, hata alfajiri na mapema sana akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Akatoka sana alfajiri. Hata alfajiri akatoka. Ina maana Yesu alikuwa na tabia kuomba, ya kutoka alfajiri kwenda kufanya nini? Kuomba. Wewe una muda gani maalum wa kusema kama mimi nakutana na Mungu? Muda maalum wa kula si unao? Muda maalum wa kuoga si unao? Muda maalum wa kuangalia movie si unao? Muda maalum wa kuangalia jua kali si unao? Wa kuangalia tamthilia za kina Manyanya si unao? Lakini muda wa Mungu huwa hauna. Wakina Sikitu naangalia. Ila muda wa kukutana na Mungu hauna. Una muda maalum wa kwenda Azam TV. Unajua saa 12 kamili kuna movie za Kituruki zinarushwa. Lakini una muda maalum wa kufanya vitu vyote, lakini una muda maalum wa kuomba tu. Jishangae. Mwambie mwenzako jishangae. Lazima, kama una muda maalum wa kufanya vitu vingine vyote, hata muda maalum unasema kwamba Bwana, mimi huu muda utakaofika, hata kwa sisi wengine tunapenda kuangalia movie. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kabisa kwamba hata kama naangalia movie, ukifika muda fulani, najua huu ni muda wa kuomba, inabidi niache vyote niende kuomba. Mimi napenda kuangalia tamthilia, ni kweli naangalia tamthilia. Hizi tamthilia zinanifundisha, hizi tamthilia zinaleta mafunzo ndani yangu. Lakini itakapofika muda fulani, hata kama tamthilia imenoga vipi, uwe na uhakika kwamba ndaiacha tamthilia, ndaenda kufanya nini? Kuomba. Hapo ndo unagundua kwamba kitu hakijageuka kwa Mungu kwako. Unapokuwa unafika muda fulani uliojiwekea kumtafuta Mungu au kufanya ibada, na movie imekunogea, unaacha kwenda kumtafuta Mungu, unaendelea kuangalia movie. Hiyo movie imebadilika kuwa dhambi na ibada tayari kwako. Jambo la 7, kumbuka Mungu mambo aliyokufanyia. Kumbuka ni mambo gani ambayo Mungu aliyokufanyia. Jitahidi kujikumbusha mambo ya Mungu ambayo alifanya nini? Ameshakufanyia kwenye maisha yako. Unapotaka kukengeuka kufanya vitu unavyojua wewe, jikumbushe mambo ambayo Mungu alikusaidia. Kuna kipindi ambapo Mungu ulikuwa hauna kazi kabisa, Mungu alikusaidia. Kuna kipindi ambapo ulikuwa hauna hela ya kula kabisa, Mungu alikuinulia watu. Kuna nyakati ambazo ulikuwa haujui hata kodi utapata wapi, lakini Mungu alikupa kodi. Jikumbushe nyakati hizo. Utakapojikumbusha nyakati hizo, zitakufanya uwe na moyo wa shukrani mbele za Mungu. Na moyo wa shukrani na moyo wako wa shukrani utakusukuma wewe kwenda kuomba zaidi mbele za Mungu. Kuna kipindi basi nilianguka wewe, walikufa watu wote, walibaki peke yako. Kuna kipindi ambapo ulikuwa unatoka hapa unaenda hapa Makofia, pikipiki ilikupita, gari likukosa.
ulikuwa hujaliona, ulipona. Kuna kipindi ulikosekana wewe kugongwa na nyoka, uliwahi kumuona nyoka. Unaona unajikumbusha ni mambo gani ambayo Mungu alifanya nini? Alikufanyia. Jitahidi kujikumbusha mambo gani ambayo Mungu alikufanyia. Kumbuka mambo ambayo Mungu alikufanyia. Kitabu cha Zaburi sura 103 mstari wa 2. Amen. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Wala usizisahau fadhili zake. Jikumbushe, muhimidi Mungu, jikumbushe. Na ukijikumbusha vitu ambavyo Mungu alikufanyia, nafsi yako itajaa kumuhimidi Bwana. Unamuhimidi Mungu wapi? Kwenye maombi. Umenielewa unajua watu wanafikiri kwamba kuingia maombi labda useme sasa hivi ndo naingia kwenye maombi sasa. Ukatu pale ukiwa unaambia tu Mungu asante, umenitoa mbali. Maombi tayari hayo. Ni ibada tayari unamfanyia Mungu. Unamuhimidi Mungu. Tunaingia jambo la 8. Rudisha maisha ya kufunga. Rudisha maisha yako ya kufanya nini? Ya kufunga. Utasoma kwa muda wako kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 17 mpaka 18, lakini pia utasoma kitabu cha Marko sura ya 9 na mstari wa 29. Rudisha maisha yako ya kufunga. Jambo la 9. Muombe Roho Mtakatifu akurejeshe nguvu za maombi. Muombe Roho Mtakatifu akurejeshe nguvu za maombi. Kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 1 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyoko ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie mwenzako chochea. Unapoona umeanza kuingia kwenye maombi, unasikia hali ya kuendelea kuomba, unajisikia hali ya kuendelea kuomba, usiache ukasema inatosha sasa, ngoja nini nikalale au ngoja niendelee na mambo yangu, kesho nitaomba tena. Huwezi kujua kama hiyo nguvu ya maombi utakuwa nayo tena kesho. Endelea kuweka kuni. Chochea. Mwambie mwenzako chochea. Mwambie tena chochea. Kuchochea wamama wao, tunapochochea wao tunafanyaje? Cha kwanza tunaongeza kuni, sio hivyo? Cha pili tunapuliza. Hivyo kwenye maombi. Unapoona unaingia kwenye maombi, unapoona kama unaendelea unajisikia hali ya kuendelea kuomba, endelea kuomba. Unachochea. Kama unaona unaendelea kusikia hali ya kuendelea kuomba, tia na nyimbo ya kuabudu pale. Endelea. Imba na tenzi kwa juu. Endelea kusoma na Biblia kwa sauti. Unajua muda mwingine mimi naona nashika tu hata Biblia kwa sauti, nashika tu Biblia hivi naanza kuisoma. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa, ni raha. Unachochea, si utaki kuendelea kubaki. Unajisikia kuendelea kuomba lakini hujui uombe nini. Unachukua tu Biblia yako unaanza kuisoma kwa sauti. Chukua tu Zaburi yako hata 23 unaanza kusoma. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unasoma tu. Hivyo ndo unachochea. Unapochochea sio kama moto hauwaki. Yes. Sio kama moto hauivishi maharage. Unaongeza makali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongeza nini? Unaongeza makali, ndo kuchochea. Kwa nini tunaposema tunachochea kama moto umezima? Haujazima, tunaongezea makali, uendelee kuwaka zaidi. Jambo la 10. Jiambatanishi na watu wenye moto. Kitabu cha Mithali sura 27 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu auonoavyo uso wa rafiki yake. Chuma hunoa chuma, kinanolewa na mbao. Roho ya maombi inaambukizwa. Umenielewa Roho ya maombi inafanya nini? Ni contagious, inaambukizwa. Unapokaa na mtu anayeomba, hata kama una mpango wa kuomba, utajikuta tu naye unaanza kuomba. Unatamani kuomba. Unakaa karibu yake unasema, mbona najisikia tu hali ya kutaka kuomba, sijui hata kwa nini. Najisikia hali tu jamani ya kutaka kuomba, sijui kwa nini. Najisikia hali ya kusoma neno la Mungu, najisikia sijui kwa nini. Unakaa na rafiki yako mwezi mzima, kusikia hata hali ya kusoma neno la Mungu kabisa. Una matatizo. Aidha wewe au rafiki yako, au wote wana matatizo yote kwa pamoja. Umenielewa Unapochukua karatasi, kwani kuna njia ngapi za kuwasha moto? Ziko nyingi, sio hivyo? Moja kati ya njia, njia ya kwanza ambayo unaweza kuwasha moto, unaweza kuchukua kiberiti ukawasha moja kwa moja kwenye kuni, sio hivyo? Au kwenye jiko, sio hivyo? Njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, ambayo ni njia ya Kiswahili sana, unachukua moto kwa jirani, unachukua mkaa kwa jirani, unapeleka kwenye mkaa wako ambao hauwaki. Unaweka. Si ndio hivyo tunaenda kuokoa moto? Si ndio hivyo? Kwa hiyo wewe unapokuwa hauna nguvu ya maombi ndani yako, au unapokuwa hauna moto wa maombi ndani yako, ni sawa sawa na wewe unachukua makaa kwa jirani, unajiwekea na wewe kwako. Karatasi moja ikiwa inawaka, ukiweka na karatasi nyingine, ile karatasi nyingine yenyewe itaanza kuwaka. Sio kwa sababu yenyewe ilikuwa na moto. Sio kwa sababu yenyewe imewasha moto, ila kwa sababu imechukua moto kwenye karatasi nyingine. Mchapie Bwana Yesu makofi. Unanielewa Unajizungushia watu wenye moto.
Wewe ndio maana kuna watu wengine mkiwa hapa ndani mkikutana mtumishi Mwambene hapa mnaomba kweli. Kwa nini? Kwa sababu mtumishi Mwambene ana moto. Ukitoka hapa kwenda nyumbani huombi. Mnategemea kale kamoto kakufanya nini? Kakujambatanisha, kakujiungamanisha. Kale kamoto kakuokoa. Yaani mnaokoa moto kwa nani? Kwa Mwambene. Mnajiwekea kwenu nyie. Umetoka hapa nyumbani, umefika nyumbani haujui kuzima, wewe hujui kuwasha moto. Utaenda kuokoa kwa nani? Ndio maana ukiwa hapa, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Lakini ukiwa peke yako hamna kitu. Ukitaka kuomba utasikia yani kama kuna kitu kinakuziba hapa kwenye kifua, huwezi kuomba. Sauti haitoki. Unasikia uzito, unaomba unasikia kama maombi hata hayafiki hapa. Unasikia hata maombi hayatoki. Kwa nini? Kwa sababu hauna moto. Kumbe cha kufanya hata kule nyumbani, sasa unakuta majirani yako wote hamna mtu mmoja mwenye moto, hamna. Majirani zako wote hamna mtu hata mmoja mwenye moto kwenu. Majirani zako wote hawana moto. Umezungukwa na wachawi. Wachawi wenzako usiku wanageana moto, wanakusanyana, wanaenda kuanga kwa pamoja, wanapeana moto. Wewe nani atakupa moto? Wanawashiana moto wako wao waje kuashia wewe moto kwa matatizo kwenye maisha yako. Kwa jitahidi, jipatanishe, jizungushie na watu ambao wana moto. Tutamalizia na kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25. Tutamalizia huo mstari. Neno la Mungu linasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiache kukusanyika. Kuna umuhimu katika kukusanyika. Hapa muda mwingine kuna moto mwingine unaweza kuwa unaupata hapa hata hujui kama unaupata huo moto. Utakapoenda nyumbani, utakapokaa peke yako, utagundua kama kuna kitu ambacho kimeingia ndani yako. Kuna roho ambayo imeingia ndani yako. Kuna moto ambao umeingia ndani yako. Lazima ujizungushie watu wenye moto. Na muda mwingine moto wa maombi unazimika sio kwa sababu wewe uombi, sio kwa sababu una dhambi. Hiyo unajikuta kwamba umezungukwa na watu wengi sana ambao hawana moto. Kwa hiyo ule moto wako katika ulimwengu wa kiroho unakuwa unawagaia wale wengine bila wewe kujua. Yaani katika ulimwengu wa kiroho kuna hiyo kanuni. Ukizungukwa na watu wengi ambao hawana nuru ya Mungu, ile nuru yako ile inajigawa kwao kwenye maisha yao. Kwa hiyo unajikuta umepoteza nguvu bila wewe kufanya nini? Kujua. Kwa sababu nguvu, Yesu alishikwa nguo, akagundua kama kuna nguvu zimemtoka. Lugha Biblia nyingine inasema akagundua kama kuna nguvu zimefanya nini? Zimepungua kwenye mwili wake. Ina maana hata nikimshika hivi mtu, nguvu zinafanya nini? Zinapungua. Kwa sababu alishikwa. Nguvu inapungua, unashikana na unapeana mikono na watu wangapi? Unasalimiana na watu wangapi ambao wewe hujui? Tena mingine ni michawi kabisa. Unaenda kwa mtu anakusuka, anashika kichwa chako masaa 3. Unategemea nini? Masaa 3 yote mtu anachukua ile nguvu yako. Sio kwa uchawi, ni kanuni ya kiroho. Sayansi inasemaje kwani? Kuna kutransfer heat by conduction. Unajua kunasema kwamba kuna kupoteza moto kwa njia ya mpitisho. Si ndio hivyo? Nikwambie kitu. Ukiwa na sufuria lenye moto, ukiweka kwenye maji ya baridi, sufuria ile yenye moto itakwaje? Maji yanakwaje? Umeelewa? Watu wanasema maji yanapoa. Yaani ukichukua sufuria la moto, ukiliweka kwenye maji ya baridi, sufuria litapungua joto itatoka kwenye sufuria itaenda kwenye nini? Kwenye maji. Katika ulimwengu wa kiroho ndivyo hivyo. Kama una moto kidogo wa maombi kuzidi mwenzako, ama kidogo kama una nguvu ya kiroho kuzidi mwenzako, ukikaa karibu naye ile nguvu inatoka kwako inaenda. Ndio maana anasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura 15 mstari 33, msifungue. Anasema hivi, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia. Mazungumzo yanaharibuje? Kwa sababu mazungumzo yanakuja na kitu, yanakuja na roho. Unaposhiriki unatoa nguvu yako, unaitoa nguvu yako. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana, nasema asante Bwana kwa ajili ya watu wako. Mungu wa mbinguni, naombea watu wako nguvu yako kuanzia sasa. Naombea moto wa maombi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu, naombea nguvu zako kuanzia sasa Bwana. Wakawa wanaomba, wakawa na nguvu za kuomba. Ninaombea kuanzia sasa Bwana. Naungamanisha na upako huu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamata sadaka kwa ajili ya neno la Mungu. Na pia kama uko kwa njia mtandao unatusikiliza, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo kwenye screen yako.
Unaweza ukajiungamanisha kwa sadaka yako, uwe na fungu la 10, uwe na sadaka kawaida, uwe na sadaka ya shukrani, uwe na sadaka kwa ajili ya neno ambalo umesikiza siku ya leo kwa njia hii ya mtandao. Unaweza ukajiungamanisha pale alipo na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ndiye hai, nabariki sadaka zao kuanzia sasa. Mungu, naomba ukabariki, ukaongezee na ukawazidishe pale Bwana atakapokwenda kutoa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndiye hai, naombea baraka zako na neema yako kuanzia sasa. Bwana ukawabariki na ukawajaze katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama una sehemu yako ya 10, nyosha mkono wako juu. Kama uko na fungu lako la 10, nyosha mkono wako juu. Weka fungu lako la 10, sogea mbele. Utakapoweka fungu lako la 10 kwenye bahasha, weka bahasha yako kwenye kifua chako. Tufunge macho wote. Baba, katika jina la Yesu naombea mafungu ya 10 Bwana ambao watu wako wanakutolea kuanzia sasa. Baba, naomba mafungu hayo ya 10 ukayabariki, ukainue na ukayatakase kuanzia sasa. Baba, naombea kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndiye hai. Baba, naomba ukafanye kitu kipya kwenye maisha yao, ukatende jambo jipya kwenye maisha yao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndiye hai. Bwana, ukawafungulie madirisha mbinguni na baraka zako zikamwagikie juu yao kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Amina. Toa mahali pale.